Mosi, kwenye swala la mazingira. Kwa sababu mmeanza kiwanda hiki kwa kuja kuvuna matokeo ya uchimbaji wa leseni ndogo ndogo za wachimbaji wa graphite ambazo zinafika zaidi ya 40 na ndio zinazozalisha rasilimali inayochakatwa kwenye kiwanda hiki. Nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia swala la mazingira. Naona mnapanua kiwanda, kutengeneza maeneo ya kuweka bidhaa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo swala la mazingira ni nyeti sana. Sisi pia pamoja na kwamba tuna wakaguzi wa migodi na hizi processing plants, lakini nitumie jukwaa hili kuambia wenzetu wa Baraza la Mazingira, NEMIC chini ya Wizara ya Mazingira, Ofisi ya Makamu wa Rais, wafike hapa, wafanye tathmini ya kuhakiki kwamba uwekezaji unaoendelea hapa ni rafiki kwa mazingira. Na waangalie jinsi ambavyo mmehakikisha kwamba vyanzo vya maji havichafuliwi na maji taka yanayoweza kuwa yanatoka kwenye kiwanda hiki. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa sababu tumepokea taarifa yenu na mmeonyesha tayari mna moyo wa dhati, pamoja na kwamba kiwanda ni kichanga ya kutoa mchango kwenye jamii. Ni vizuri zile takwimu ziandikwe ili na sisi tujivunie kwamba kiwanda hiki kimezalisha mali yenye thamani kiasi fulani iliyokwenda kusaidia jamii. Ukijenga zahanati, tujue umetumia fedha ngapi. Of course hautajenga wewe mwenyewe bila ushirikiano na halmashauri kwa kufuata kanuni zilizowekwa. Lakini tujue ukijenga barabara hiyo daraja, uivalue kwenye cash terms. Tupate hizo takwimu kwa sababu ndio inayoonyesha kwamba impact ya wizara hii ni kitu gani. Mheshimiwa Mama Samia, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anachotaka kwenye awamu yake hii ya mwisho ni impact. Kila mradi unaotekelezwa na wizara yoyote tuweze kupima matokeo, tupate cha kujivunia na vizazi vijavyo tujue kwamba serikali ya awamu ya 6 ilipokuwa madarakani imeacha alama hii isiyofutika, wanaokuja waje waendeleze. Lakini jambo lingine ambalo nimejionea baada ya kufika hapa ni jinsi ambavyo kiwanda hiki kinachakata haya madini. Nimeona mnatumia makaa ya mawe pamoja na kuni. Yaani mnawasha kwa kuni ndio makaa ya mawe yaweze kuchoma. Nadhani kuna teknolojia ipo sokoni na itabidi mfanye utafiti ya kutafuta namna ya kuwasha haya makaa ya mawe moja kwa moja bila kuharibu mazingira. Na nitumie pia nafasi hii kuelekeza taasisi yetu ya madini, Shirika la Madini la Taifa STAMICO, wafike hapa ili waweze kuona namna ya kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya matumizi sahihi ya makaa ya mawe ambayo yanatumika katika kiwanda hiki, ambacho nimeambiwa ndani ya miezi minne wameweza kutumia zaidi ya tani 240,000 tani 250. Kwa hiyo ukigawa hapo kwa wastani sio chini ya tani laki ngapi kwa mwezi? Roughly 50, tani 50. Kwa hiyo ni mkaa mkubwa. Na nimeuliza wanatoa wapi, wanasema wanatoa Mbinga, lakini kumbe hata huo mkaa pia STAMICO anazalisha kule Kiwira. Na wao pia ni shirika la taifa la biashara. Kwa hiyo kama wakija kutoa ushauri wa kitaalamu, pengine nao watapata mgao wa soko wa kuweza kuuzia makaa ya mawe pamoja na utaalamu wa namna bora ya kuwasha bila kuhangaika kutumia kuni ambayo ndio unatumia sasa hivi. Lakini pia nimefurahia dhana mliokuja nayo na nimpongeze mkurugenzi kwamba baada ya kuona wanatumia kuni kuwasha huu mkaa, mkawataka wapande miti. Hiyo sera ya kupanda miti inaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira ili tuhakikishe kwamba hatuji kuharibu misitu yetu kwa sababu ya kukata kuni ovyo kuja kuwashia moto hapa. Lakini sambamba na hilo nimefurahi kwamba mnatengeneza EIA, taarifa ya athari za kimazingira ya uwepo wa kiwanda hiki hapa. Basi naomba msimamie jinsi ilivyoelekeza kwa ajili ya kulinda mazingira yetu. Na la mwisho, kwa sababu katika viwanda kama hivi vinavyochakata madini, vumbi hutoka, chafu mbalimbali hutoka, ni lazima wakati wote watu wako wawe na protective gear. Vitu vya kinga kama ulivyotupa sisi hapa nimefurahia, na nataka kuamini kwamba hata wafanyakazi wako wote wako equipped. Wanavaa kofia ngumu, wamevaa miwani ya kuzuia vumbi, wamevaa na mask kama hizi ambazo tumepewa tulipoingia hapa. Hayo ni mambo ya msingi ambayo sisi tunazingatia. Lakini pia tunatembea katika ziara hii tukibaini changamoto zingine ili tuweze kuwashauri sekta nyingine husika namna ya kusaidia. Hilo la barabara tayari tumelinoti, kwa tena tumeshirikiana na ofisi ya RC pia na DC pia amesikia hapa. Lakini pia suala la umeme, bahati nzuri nyewe mmesema umeme haikuwa changamoto. Migodi mingine serikali iko mbioni kuhakikisha kwamba wanapata umeme wa kutosha. Lakini kama kuna changamoto ya maji, hiyo pia ni miradi ambayo ni muhimu katika maeneo ya migodi kama hii. Japokuwa nyewe hamkuonekana kama kuna shida ya maji.